Tumempokea mlalamikaji sisi kama taasisi ya Everlasting Legal Aid Foundation, ambaye mlalamikaji huyu yeye ni msimamizi wa mirathi ya marehemu mama yake, ambaye msimamizi huyu anaitwa Zawadi James Mlimira. Amekuja hapa akilalamika na kudai kwamba kulikuwa kuna migogoro ya muda mrefu kuanzia kipindi mama yake mzazi angali hai, na katika migogoro hiyo mashauri hayo yalianzia katika baraza la kata, ambapo kwa kipindi hicho baraza la kata lilikuwa lina mamlaka ya kutoa maamuzi ya kisheria. Kwa baada ya mtu huyu kushindwa katika baraza la kata, ambaye anaitwa Pili M. Kafuye, alikimbilia katika baraza la ardhi na nyumba la wilaya, akikata rufaa. Alieleza kwamba haki zake zimekiuka wapi, anaona haki haikutendeka wapi, na baraza la ardhi na nyumba la wilaya lilitoa maamuzi kwamba hoja zake hazina mashiko. Msimamizi wa mirathi na lile eneo kiujumla kwamba ni miliki ya marehemu Paulina Ndunguru. Baada ya hayo kutendeka, hakuridhika na maamuzi hayo, akaenda Mahakama Kuu, kitengo cha ardhi au idara ya ardhi, na alipofika Mahakama Kuu huyu Pili M. Kafuye, shauri likasikilizwa kwa mujibu wa sheria. Yaani haki ya kusikilizwa kwa pande zote manake zilitolewa kwa wazi. Baada ya kusikilizwa, maombi yake bado yakatupiliwa mbali, na mahakama ikaamuru kwamba mtu yule aweze kuondolewa kwenye nini, kwenye eneo. Mkuu wa wilaya ya Ubungo akiwa na kamati yake ya usalama amefika katika eneo la tukio na ameeleza kwamba anamrudisha yule mama ndani ya eneo kwa maelekezo ya Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na wakavunja zile libiti zote wakamuingiza ndani, na akasema wamefanya hivyo kwa sababu pia yule mama asibuguziwe na mtu yoyote. Ni kwa sababu kuna uchunguzi unaendelea katika taasisi za serikali ikiwemo taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU. Fahamike kwamba serikali ipo kwa ajili ya sheria kama nilivyosema, na wao wanatakiwa wasimamie sheria. Kama nyinyi mnachunguza swala forgery, kwa sababu kuna vitu viwili, kuna madai na jinai, ni vitu viwili tofauti. Kwenye mgogoro wa ardhi ilishathibitika nani mmiliki, mpaka Mahakama Kuu ya Rufani ilishafunga mjadala wake. Kama kuna forgery, maana yake zinachunguzwa huko. Sasa unawezaje kumuingiza mtu katika eneo ambaye mahakama ilishasema huyo mtu atolewe na asirudi, eneo akabidhiwe fulani? Katiba imeshasema kuna uhuru wa nini, wa mahakama, na serikali haitaki kuingilia uhuru wa nini, wa mahakama. Sasa iweje leo mtu huyo ambaye ametolewa kwa maamuzi halali ya mahakama, serikali ambayo wameasimamia na kutoa ulinzi, vyombo vya ulinzi na usalama vilisimamia na vinajua A to Z, iweje leo huyo mtu akaja kurudishwa ndani? Nini maana yake? Sisi tumefika hapa kwa Mama Kafuye kama kamati ya usalama, nikiwa nimeongozana na kaimu OCD pamoja na wajumbe wengine wa kamati ya usalama. Lengo la kufanya ziara hii, tumemsikia Mama Kafuye akiwa amelalamika kuhusu kutolewa ndani ya nyumba yake, lakini pia vile vile Mheshimiwa Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amenituma kuja kufika hapa na kuhakikisha kwamba mama huyu anarudishwa ndani ya nyumba yake, wakati suala lake likiendelea kufanyiwa uchunguzi na TAKUKURU kuhusu uhalali wa nyaraka ambazo anasema zimempatia ushindi mtu ambaye ana mgogoro naye. Kama mnavyofahamu, Mahakama Kuu ya Tanzania ilitoa amri ya mama kuondolewa hapa na kumpa ushindi mdai au mtu ambaye ana mgogoro naye. Lakini nimefika hapa
nimeagiza kwanza mama arudishwe ndani na milango ambayo imechomelewa na kuzibwa ifunguliwe. Zoezi hilo limekamilika kwa kupitia serikali ya mtaa. Milango ambayo ilikuwa imepigwa spot au imechomelewa imefunguliwa na mama atatakiwa aingie ndani. Nimeiagiza kamati ya mtaa au serikali ya mtaa isimamie dalali asifike hapa kuja kusumbua, asubiri mpaka TAKUKURU atakapomaliza kazi yao kupitia nyaraka ambazo zimelalamikiwa kwamba sio za halali. Kwa hiyo kama kuna amri ya mahakama, sisi hatupingani na mahakama, kwa sababu mnaweza mkatoka andichi mkasema serikali yapinga amri ya mahakama. Si ndivyo? Amri ya mahakama tunafahamu ipo, inatakiwa kutekelezwa, iliandikwa barua kwa RPC tutekeleze na kila kitu, lakini lipo lalamiko kwamba nyaraka hizo za kugushi, nyaraka hizo sio halali. Mwenye mamlaka ya kuchunguza hayo aidha ni jeshi la polisi au TAKUKURU. Tayari lalamiko hilo liko TAKUKURU. Sasa hatuwezi wakati kuna lalamiko TAKUKURU la kugushi, then anakuja mtu mwingine anatekeleza kile ambacho tumekizuia. Na mimi nashukuru, kwanza niwape pole kwa sababu nilipotumiwa message juzi nilisitisha, na message ninayo, niliandika kwamba zoezi hilo lisitishwe. Kesho yake nakuja naona mama analalamika ametolewa. Sasa nilipowauliza wakaniambia wakati unasitisha tulikuwa tumeshafanyaje? Tumetekeleza. Zawadi James Mlimila. Nasimamia mirasi ya Paulina Joseph Ndunguru. Mahakama ikatoa maelekezo utekelezaji wa kumtoa yule mama kwenye sehemu ya ushindi ambayo ni ekari 1.5 aliyoingia. Tukarudi mahakamani kwa ajili ya utekelezaji. Mahakama ikateua dalali wa mahakama. Ilipoteua dalali wa mahakama, dalali wa mahakama akapata process zote za sheria za mahakama. Tukapata ushirikiano mkuu wa wilaya pamoja na polisi OCD, tukaenda kumtoa yule mama katika eneo alilojenga la mshinda tuzo, na OCD akiwepo, yani vyombo vyote vya sheria vilikuwepo. Akatolewa ndani, akawa nje siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu. Kwa wilaya anasema kwamba anamuingiza ndani, na tukaona wanavunja ile milango ambayo ilifungwa na mahakama, wanamuingiza mama ndani kwa kusema kwamba kuna uchunguzi unafanyika. Wanapoongea mkuu wa wilaya, sijajua barua ipi alipewa mkuu wa wilaya kumrudisha mama ndani. Naitwa Sebastian Matias. Angalia kamera hii. Mimi nilikuwa shahidi kwa huyo mjomba wangu alouza ile eneo kumuuzia Paulina, mamake huyo hapo. Ile eneo alomuuzia Paulina ni la kwake huyo mjomba, sio la kwangu. Nilikuwa shahidi.